Hawa jamaa wanasema sisi tumenunuliwa. Tumenunuliwa tuipinge CCM. Wao wanasema watashiriki uchaguzi. Hivi kati ya mtu ambaye anataka CCM ipite bila kupingwa na mtu anaenda kuipinga, kama ni kununuliwa, ni nani anakuwa amenunuliwa? Wana Mwanza, leo Chauma tumekuja hapa Mwanza, na mara nyingi tumekuwa tukisemewa na watu ambao hatujawateua kutusemea, lakini tumekuja hapa leo Mwanza ili tuseme wenyewe, mtusikie wenyewe, mhukumu kwa maneno yetu wenyewe, sio ya watu wengine. Naitwa Masala Makali Singo Kigaila Benson. Ni naibu katibu mkuu wa Chauma upande wa Tanganyika. Naomba niongee jambo moja kwa sababu ya muda. Na jambo lenyewe ni jambo la kwa nini Chauma tumeamua na tumetangazia umma kwamba tutashiriki uchaguzi wa 2025 hata kama mazingira ya uchaguzi yatabakia yalivyo. Naomba mnisikilize. Tunazo sababu 3 Chauma za kwa nini Chauma tumeamua na tumetangaza kwamba uchaguzi wa 2025 wa madiwani, wawakilishi, wabunge na rais tunashiriki katika mazingira yoyote yale. Sababu ya kwanza, na naanza na sababu iliyo ndogo kuliko zote, nitapandisha niende kwenye kubwa. Sababu ya kwanza, chama cha siasa. Lengo kuu la chama cha siasa kinapoanzishwa kikasajiliwa ni kuchukua mamlaka ya dola na kutumia mamlaka hayo kuweza kufikia malengo yake ya kisiasa, ya kiutamaduni na kiuchumi. Ni lengo la kwanza. Kwa chama cha siasa kazi yake kubwa ni kutafuta dola. Kazi yake kubwa, na kwa sababu dola ya chama cha siasa inapatikana kwa uchaguzi, chama cha siasa jukumu lake la msingi ni kushiriki uchaguzi ili kishike dola kupitia uchaguzi. Chama cha siasa ambacho hakishiriki uchaguzi ni sawasawa na timu ya mpira wa miguu. Imeanzishwa, imesajiliwa kwenye ligi, lakini haiendi kucheza mechi uwanjani. Timu hiyo haiwezi kuchukua kombe hata ingekuweje, kwa sababu kombe la ligi yoyote linachukuliwa na timu inayokwenda uwanjani, inacheza na inashinda katika mazingira yoyote. Timu hiyo ikiona kwamba marefali wanachezesha vibaya, ikaamua kwamba haiendi, timu hiyo mwisho wa siku itakufa kifo cha kawaida, haitakuwa timu ya mpira, haitachukua kombe. Chama cha siasa vile vile kina wajibu wa kutafuta mbinu ya kuhakikisha hata kama mazingira ni mabaya, kinakwenda kwenye uchaguzi, kinapigana kwenye uchaguzi ili kiweze kufikia lengo lake. Chama kisichoenda kwenye uchaguzi kinabadilika, kinakuwa pressure group, kinakuwa NGO ambao kazi yake ni kupaza sauti kwenye matatizo, lakini hakina mpango wowote wa kutatua matatizo hayo. Sisi Chauma tumekataa kwamba lengo letu la msingi ni kushiriki uchaguzi ili tushike dola. Tutakwenda kwenye uchaguzi huu
linawaka, inanyesha. Tutakwenda kwenye uchaguzi huu ni mchana na usiku, na tutakwenda kwenye uchaguzi huu na ng'ombe huyu mara hii hatusubiri alale vizuri. Akilala kifudifudi tunachinja kutokea mgongoni, akilala kimgongo tunachinja kutokea kwenye koromeo, na akienda kiubavu ubavu tunaenda naye kiubavu ubavu, tutamchinja alivyolala. Na wanajua kuna watu wanasema Chauma imenunuliwa. Ngoja niwaulize, si watu siku hizi wanatengeneza machawa? Nani anaweza kutengeneza chawa wake ambaye ataenda kusema siri zake hadharani? Nani? Hakuna mtu wa namna hiyo. CCM haiwezi kununua chama kiende kikaipinge. Chauma tumesema tutakula sahani moja, tutaenda kiulalolalo na CCM ili isipite bila kupingwa. Wanayesema watazuia uchaguzi huku hawana mbinu ya kuzuia uchaguzi wenyewe, wana lengo CCM ipite bila kupingwa. Sisi tumekataa. Sisi tumekataa. Kwa sababu ukisema utazuia uchaguzi na huelezi mbinu yako, maana yake unataka CCM ipite bila. Nilisikia mmoja anasema tutalala barabarani. Hivi ukilala barabarani pale Buhongwa, uchaguzi unashindwa kufanyika Kigezi? Ukilala barabarani Bugogwa, uchaguzi unashindwa kufanyika Nyakato? Polisi watakuja kukuokota kamera, maana utakuzuia magari, sio umezuia uchaguzi, unazuia magari wewe. Chauma tumekataa hiyo danganya toto. Sisi tutakwenda na mkakati wa kufanya, nitawaambia. Maana yake siku zote wanawaambia tutavuka mto tukifika. Waje hao wenzetu waeleze, wanasema tumenunuliwa, wao mbinu yao ya kuzuia uchaguzi gani? Na nyinyi msishangilie, tuwaulizeni. Sisi Chauma tutafanya hivi, tutaenda kwenye uchaguzi na hatupotei njia mara mbili. Mtu mwenye akili timamu anapotea njia mara hii? Hawezi kupotea mara mbili. Tunajua walishatuibia miaka yote, na walituibia zaidi mwaka 2019 na 2019 tulisusa. Kususa sio swala jipya. Hivi tulivyosusa 2019 CCM ya kuchukua vitongoji vyote na vijiji vyote, nini kilitokea? Walichukua vyote. Jumuiya ya kimataifa ilikuwepo na haijawahi kufanya chochote. Hatuwezi kuacha haki yetu ipiganiwe na mtu mwingine. Chauma tutapigania wenyewe haki yetu. Tutapigania wenyewe. Sisi Chauma tutaenda kwenye uchaguzi. Tukienda kwenye kata ya Nyakato, mgombea wetu akienda kuchukua fomu kwenye ofisi ya serikali ya mtendaji wa kata, ni ofisi moja, akakuta mtendaji hayupo, hataki kumpa fomu, tutasimamisha uchaguzi pale mpaka mgombea wetu apate fomu. Kama mwanza mnanielewa, nyosha mkono namna hii. Tutahakikisha tunakwenda, haki yetu tutaipigania tukiwa kwenye uchaguzi. Tukienda kwenye kituo pale Mkolani shule ya msingi, wakala wetu asubuhi amezuiwa asiingie kituoni, tutakwenda mgombea, tutakwenda viongozi, tutakwenda wanachama, tutasimamisha uchaguzi kwenye kituo kile mpaka wakala wetu aingie ndani ya kituo. Inawezekana? Haiwezekani hiyo? Inawezekana. Tutakwenda kwenye uchaguzi, tutapambana nao kwenye uchaguzi. Polisi tuwateni. Polisi tuwachane na CCM. CCM ni wepesi kama karatasi mkituachia. Lakini hiyo nimesema ni sababu ya kwanza kwa nini tunaenda kwenye uchaguzi. Sababu ya pili kwa haraka. Sikilizeni watu wa Mwanza. Watanzania wameshuhudia mateso mengi sana miaka 64 ya uhuru chini ya utawala wa Chama cha Mapinduzi. Mnasema wenyewe, vijana pale na wasikia maji. Mimi nimekaa hapa Mwanza leo
4. Asubuhi kuoga ni shida, maji hayatoki. Na Mwanza iko ziwani hapo, maji ya kunywa hayapo. Miaka 64 ya uhuru, nchi zenye umri wa Tanzania wanaongelea kwenda sayari za juu, kwenda vikuu, wanakosa mikopo. Mnauza mashamba, mnauza nyumba, mnauza mifugo, mnasomesha watoto. Anamaliza mwaka wa kwanza hakuna ajira, mwaka wa pili hakuna ajira, mwaka wa tatu hakuna ajira. Mtoto anatembea na kibegi mgongoni, kina vyeti mpaka vinachanika, ajira haijapatikana. Na wadogo zake wanakata tamaa ya kusoma, wanajua kaka yetu yuko hapa ana degree na kazi hana. Tunataka Chauma Watanzania vijana wanayesoma, wakisoma wawe na uhakika wa ajira. Tunataka Watanzania wanayefanya biashara walipe kodi moja tu, kodi ya leseni yao, wapate hela mfukoni. Biashara zinakufa kwa sababu ya kodi. Wanafanya biashara wanajua. Tunataka wavuvi waweke hela mfukoni. Tunataka wakulima wa Tanzania waache kuteseka. Hatuwezi kuacha CCM iendelee miaka 5 bila kupingwa. Chauma tunakwenda, tutapambana nao, tutatoshana nao kwenye kituo cha kupiga kura. Hawa jamaa wanasema sisi tumenunuliwa. Tumenunuliwa tuipinge CCM. Wao wanasema watashiriki uchaguzi. Hivi kati ya mtu ambaye anataka CCM ipite bila kupingwa na mtu anaenda kuipinga, kama ni kununuliwa, ni nani anakuwa amenunuliwa? Anataka ipite bila. Hivi CCM inampenda nani? CCM inawapenda wanayetaka ipite bila kupingwa. Wanasema watazuia uchaguzi, hawana mkakati. Waje hapa kuambia mkakati. Mimi nimewaambia tufanyaje. Waje waseme wenyewe watafanyaje kuzuia. Wakwambieni. Unajua akili za kuambia changanya na za nini? Za kwako. Kuna watu wanataka kuwashikia akili. Wanakuambieni msiende kwenye mkutano ya Chauma, ili wao ndio wao wanawaambia kwamba Chauma wanasema hivi, wewe huna habari. Kataeni kushikiwa akili. Wanawafundisha ujinga, kataeni kufundishwa ujinga. Sababu ya tatu, kwa nini tunaenda kwenye uchaguzi? Sababu ya tatu, ndugu zangu ni wa Mwanza, tunasema hivi, Chauma tunataka mabadiliko. Tunataka sheria zibadilike. Tunataka tume ibadilike iwe huru. Tunataka katiba mpya. Lakini mimi waulize watu wa Mwanza, hivi kubadilisha sheria, kubadilisha muundo wa tume, kubadilisha katiba, hayo si mambo ya kisheria? Yote hayo ni mambo ya kisheria. Hivi sheria nchi hii zinatungwa uwanja wa furahisha, zinatungwa kwenye kijiwe cha kahawa, zinatungwa barabarani. Sheria zinatungwa bungeni, na bungeni wanaenda wabunge, na wabunge wanapatikana kwa uchaguzi. Usipoenda kwenye uchaguzi utakuwa huna wabunge, hutashiriki kutunga sheria zenyewe. Manake usipoenda kwenye uchaguzi unaaga reformu, utakuwemo. Hivi kwa nini leo bado tunadai katiba mpya? Mwaka 2013-14 tulianza kuandika katiba. Tulipofika kwenye bunge la katiba baada ya figisu, ukawa tukadhani busarani kususa, tukatoka. Tulipotoka katiba ilipatikana? Haijapatikana mpaka leo, tunadai upya tena. Kususa halijawahi kuwa jibu, wamesema waliyetangulia. Hivi kama umelima shamba kwenye msitu wa nyani, na nyani ni wezi wa mahindi, unasusa shamba, ndio namna ya kupata mahindi yako? Nyani ni wezi, CCM ni wezi. Unasusa shamba la mahindi kwa nyani? Hususi. Chauma hatususi uchaguzi kwa CCM, tutakula nao sahani moja, na Mungu awabariki sana.